Shalom mwana wa Mungu. Niko hapa kusherehekea na wewe Pasaka hii. Nitaka kabisa Pasaka hii kwangu na kwako iwe ya tofauti. Isiwe Pasaka kama zilizopita. Pasaka ambayo hatukumjua Mungu, hatukujua mapenzi ya Mungu kwetu, hatukumjua Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wake. Tusiwe Pasaka ambao tulisherehekea, tulikula, tulishiba, tulishtuka tu, tukana wale wanasema tukawa tuna jamani Pasaka, lakini ndani yetu Pasaka ilikuwa sio halisi. Ndani yetu hatukujua uhalisi wa Pasaka. Nataka Pasaka hii ndani yangu na kwako kwa kuna uhalisi wa Pasaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndani yetu iwemo uhalisi wa Pasaka, kwamba Yesu aliteswa kwa ajili yangu na yako, kwamba alikubali yote ili sisi tupate kuwa na uzima wa milele, ili sisi tupate kuwa na miliki, ili sisi tupate kushinda, ili sisi tupate kuwa na ufahamu, ili sisi tutoke katika malango ya giza, tusipate kutawaliwa na mapepo na wachawi, tuwe na ushujaa, tuwe na ushindi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Pasaka hii iwe ni Pasaka mpya ndani yangu na ndani yako. Iwe ni Pasaka ya kupigishwa hatua katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Isiwe ni Pasaka ambazo tumezoea huko nyuma. Tunakula pilau, tunamaliza Jumatatu tumesahau. Tunasema Yesu anapaa, tumesahau, tunaendelea na maisha yetu. Hatumuishi. Pasaka hii tumuishi Kristo. Tujue kwamba aliteswa, alisulubiwa, alifanya kila kitu kwa ajili yangu na yako. Bwana Yesu asifiwe. Lazima hapo ulipo ujiulize, kuanzia Ijumaa ndani yako Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Pasaka hii iwe ni ya utofauti. Pasaka hii iwe ni ya kukuzwa, ya kujiweka tayari kwa ajili ya kesho yetu. Amen. Lazima ujue mimi na wewe ni wasafiri. Amen. Mimi nilikuwa na babangu na mamangu, sasa hivi hawapo. Sasa kama ufahamu bado haujakuwa ndani yako kwamba kuna ndugu zangu walikopo leo hawapo, na ujiandai na umilele, ujiandai na kesho, Pasaka hii kupe ufahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe uliye Mkristo, uwe na ufahamu kwamba kuna kesho yangu itakuwaje. Bwana Yesu asifiwe. Sitaishi hapa milele. Yule aliyenifia nikikutana naye nitamwambia sawa, niliona Pasaka. Ila akikuuliza, ulinijua? Ulisherehekea Pasaka? Ulijua maana ya Pasaka? Bwana Yesu asifiwe. Ulisherehekea Pasaka? Ulijua niliteswa kwa ajili yako mpendo? Ulijua nilisulubiwa kwa ajili yako? Mbona ulisherehekea lakini hukuniishi? Mbona neno lake hukulisoma? Biblia hukutaka kusoma. Si nilikuachia Roho Mtakatifu? Mbona hukutaka kuwa naye karibu? Hukutaka akufundishe? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Pasaka hii kufungua ufahamu ya kukupa hatua nyingine. Usiwe yule uliokuwa kabla ya Pasaka. Anapofufuka Yesu, ufufuke naye. Fufuka naye kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ufufuke upya. Ufahamu wako ufufuke upya. Amen. Kwa hiyo niko hapa kukwambia tunayo nafasi sisi ambao tunapumua ya kuishi vile Yesu amesema tuishi, vile Mungu anataka tuishi. Kwa hiyo tuwe vile ambavyo Kristo alitaka tuwe. Amen. Kwamba kusulubiwa kwake ni kwa ajili yako. Amen. Kwamba Mungu alimtoa mwana wake wa pekee kwa ajili yako. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ukose ufahamu, kwa ajili upate ushindi ndani ya ufahamu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nilipokuwa nasoma maandiko, kuna neno lilinijia, nikasema nitashare na wewe mtumishi wa Mungu. Amen. Katika kitabu cha 21, Mathayo 21 mstari wa 18. Inasemaje mtumishi wa Mungu? Inasema, akawaambia, imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, bali nyinyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Sasa hapa hakuwa anaelezea kipindi kile, alikuwa anaelezea watumishi ambao kwa sasa
Nyumba imebadilika, sio ibada, sio sehemu ya watu kufunguliwa na kujua jinsi gani ya kuishi katika Kristo. Ni sehemu ya kunyang'anywa alichonacho. Bwana Yesu asifiwe. Mfundishe huyu mtumishi ambaye anakuja kanisani kumtolea Mungu sadaka kwa kujua anayemtolea. Usitake sadaka yake bila yeye kujua, hana ufahamu kwamba hii sadaka ina nini. Hana. Sadaka ni lazima, lakini lazima ufahamu uwepo. Unapochukua tu sadaka yake bila kumpa ufahamu, ule ni mnyang'anyi. Hujampa neno la maarifa, hujafungua ufahamu wake ampende Mungu wake kwa moyo wake wote, kwa roho yake yote, ila sadaka yake unaitaka. Na unajua kabisa huyu maisha yake hapana. Sijajua, labda nawe ni kipofu, unaongoza vipofu wengine, lakini kama unaufahamu, huwezi ukataka sadaka ya mtumishi yoyote kanisani kwako kama hana ufahamu. Ninakuomba mtumishi wangu, mfundishe huyu mtu uliyepewa, mfundishe amwelewe Kristo, mfundishe amwelewe Mungu, mfundishe ukweli. Usiangalie amebeba nini, angalia roho yake. Kesho utadaiwa mpenzi. Wewe mpenzi, kwa Bwana utadaiwa hilo. Usipomfundisha akayafanya yale mapenzi ya Mungu, utadaiwa. Serious, I'm telling you. Na mimi nakuonea huruma kwa sababu utadaiwa. Yaani nakuonea huruma kweli. Lakini mfundishe nini maana ya sadaka. Apende kumtolea Mungu wake sadaka. Afanye kwa roho ya kupenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Wafundishe njia iliyo sahihi. Wafundishe neno la Mungu, wafundishe kujua wenyewe neno la Mungu. Wafundishe, waambie ukweli. Waambie uwezi ukawabeba mpaka mwisho, wanatakiwa wajibebe. Uwezi ukawabeba mpaka mwisho, wanatakiwa wajibebe. Kila mtu ataingia mbinguni kwa matendo yake mwenyewe. Hata mwambie hivi, hata ingia mbinguni kwa kutegemea wewe. Wewe utafanya kazi yako, lakini na yeye ataingia mbinguni kwa matendo yake, kwa kulijua neno la Mungu na kulifuata na kulitii na kumpenda Mungu kwa moyo wake wote. Amen. Uko duniani sawa, kuna mambo mengi ya ajabu sawa, lakini mwangalie Kristo. Lakini ishi kwa ajili yake, lakini ishi kwa kusudi la Mungu tu, and you be blessed. Mungu atakubariki. Usijidanganye tu wewe ni mrembo. Sikia, kwa kuna warembo Bwana Yesu asifiwe. Kwa wazuri, yaani huo uzuri usikudanganye tu ukasema mimi ni mzuri sijui nini. Ndugu yangu, kuna siku itakata. Unaenda wapi? Umejitayarisha? Hauzuri hautokulipa, mwili utauacha huu, lakini umejitayarisha. Kwa hiyo Pasaka hii ikubadilishe ufahamu wako. Pasaka hii tusisherekee kwa kukula na kuenjoy na familia, lakini tusherekee kwa ufahamu mpya, kwamba nataka kumjua. Bwana Yesu asifiwe. Na nizidi kumfahamu. Amen. Tutake kumjua zaidi, tutake kumuishi. Usimwone aibu, usione aibu kuishi, usione aibu kuitwa wewe ni mlokole, umeokoka, umelewa na roho wa Mungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Ishi maisha yampendezayo yeye. Usiishi maisha yapendezayo wanadamu, kwa sababu kila mwanadamu ana hesabu yake siku ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ishi maisha yatayompendeza Mungu. Atasema mmemwona mwanangu anaishi mapenzi yangu, yuko duniani lakini hayaangalie yoyote, ananiangalia mimi, matakwa yangu, neno langu linasema nini, analifatiza. Hujachelewa mpenzi. Usijione tu umechelewa, usiseme una dhambi. Yesu atakutakatisha hiyo dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikufa msalabani ili upate kukombolewa, ili upate kutoka katika hiyo dhambi. Hiyo dhambi ni dhambi gani mpenzi?
wake. Hakuna dhambi yoyote ambayo haiwezi kufutika kama kweli wewe umeamua kumfuata Kristo. Umeamua kuyafanya mapenzi yake Baba yetu aliye mbinguni. Akiangalia moyo, akiona ni kweli, atakusamehe na utaanza mmoja pamoja naye. Lakini kama unatubu, kesho unaenda tena unatubu, kesho unaenda tena unatubu, una mizaa, my dear, utakutwa kwenye mizaa. Utakuta katika kila siku kwamba nitarudi jioni kutubu, nitarudi kutubu. Yaani unaenda kutenda dhambi huku unajua kabisa hii ni dhambi. Kwa sababu umejua eti kuna kutubu, unaenda kutubu. Utakutwa kabla, utakuta katika hiyo mizaa. Kwa hakuna dhambi yoyote ambayo ni kubwa kwake. Kama umeamua, dhambi yoyote itatakatishwa, utakuwa msafi. Hata shetani akikuhubiria, Mungu atakupa nguvu ya kuambia nimeshakusamehe. Nenda, songa mbele. Usiangalie ya nyuma, niangalie mimi niliyekuita. Amen. Kwa hiyo nakupenda sana. Sherekea Pasaka kwa ufufuo mpya ndani ya maisha yako. Sherekea Pasaka kwa nguvu mpya, kwa maono mapya, kwa Roho ambaye amejaa ndani yako, ambaye atakuongoza. Pasaka hii iwe ni ya ufunuo, iwe ni ya kuinuliwa, iwe ni ya kuongezeka, sio kupungua. Usipungukiwe, bali uongezewe kumjua, kumtii, kumtafakari, kumeditate. Kila kitu ambacho unajua kabisa hichi ndio hazina yangu ya kumjua Mungu, kiwe na wewe. Amen. Shalom mwana wa Mungu. Nakupenda sana, ubarikiwe. Shalom kwa familia yako pia, kwa wote wanaompenda Kristo. Shalom, na wapenda.